Bana, moja kwa moja nataka sasa tutazame mchezo wa robo finali kati ya Simba dhidi ya watoza ushuru kwa maana ya TRA. Mchezo ni mchezo wa aina gani? Nini hasa ambacho tutarajia? TRA imekuwa ya moto kweli kweli. Basi ungana nasi sako kwa bako ili upate mambo mazuri kweli kweli. Niko hapa Dominic Salamba, lakini pia niko naye Steven Mapunda Garincha. Na tamani nianze na wewe. Simba dhidi ya TRA ni mchezo wa aina gani na nini hasa ambacho tunakitarajia kwenye mchezo huu? Yaani hapo ulivyosema tu hivyo, Kilimongo akanijia msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali, anakuambia yule Chobwedo yule kipara chake kile kadi kinavyopigwa najua kama sola inaendelea kujichaji. Anakuambia kama kibabage asingejitutumua angekuwa mabala. Of course itakuwa ni mechi ambayo ni mechi ngumu kwa pande zote mbili, kwa sababu ukiangalia kwa msimu huu tayari wameshaonyesha ubavu kila upande. Itakumbukwa kwamba TRA amekuwa mwiba kwa timu zote ambazo zilikuwa katika top list. Msimu uliopita amekuwa mwiba kwa Singida, alishakupoteza dhidi yake, lakini pia Azam amekupoteza dhidi yake. Ukimwangalia Young African hajapata matokeo ya alama 3 kwake, Simba naye kadhalika hivyo hivyo. Ingawaje Simba anapata mwangaza, angalau aliweza kushinda goli 3 akiwa katika uwanja wake wa nyumbani katika mchezo wa ligi kuu. Kwa hiyo ni muendelezo wa mechi ambayo inawezekana ikawa na upinzani wa hali ya juu, na Simba wamekuwa na bahati mbaya wanapofika katika hatua ya robo finali kuweza kupata madhara. Walifanywa hivyo na Mashujaa, isha kutokea. Kwa hiyo inawezekana hii pia ikawa ni tahadhari ya hali ya juu. Ile ukiangalia mchezo in general unaona kabisa kwamba Simba anapewa kuwa timu namba 1, wakati huo TRA akienda kuwa timu ya kuweza kujibu kile ambacho Simba anaweza akaja akakiapply kwake. Utakuwa ni mchezo wa kwanza kuweza kukutana katika hatua ngumu kati ya TRA na Simba. Na ukiangalia hata TRA kabla hajaitwa TRA, akiwa Tabora United, ikiwa Kitayose, haijawahi kukutana na Simba katika hatua kama hizi ambazo zimekuwa hatua za kuamua hatima ya kuelekea katika destination nzuri. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo ambao ni mchezo mpya kabisa, approach ni mpya kabisa. Ukiangalia hii mshindi ndio anapelekea kwenda hatua inayofuata, sio kutafuta sare wala sio kutafuta chochote, ni kupata goli ambalo litaweza kukupelekea wewe kuwa na utofauti na mpinzani wako kuweza kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo ambao ni mgumu kwa pande zote mbili, naamini hivyo, lakini pia toughness ambayo ipo kwa upande wa TRA itakwenda kuleta upinzani mkubwa sana kwa upande wa Simba. Lakini utakwenda kuangalia Simba ambayo kwa sasa ina backup ya kutosha. Ukimwangalia Elim Panzu, ukimwangalia Libase Gwai, unapata majibu kwamba nje utamkuta Ino Ruemba, utamkuta Anicet Ura, lakini pia hao wote wamekuwa wakiingia pamoja na Morris Abraham, wanakuja kuleta utofauti katika aina ya mchezo ambao Steve Barker anakuwa na apply. Kwa hiyo kwangu mimi nakwenda kuutem kuwa ni mchezo ambao utakuwa wa kuvutia zaidi, lakini unaweza kuwa ni mchezo wa kustaajabisha na Simba anaweza akapata ushindi kwa njia rahisi isivyo kuweza kutegemewa. Simba anaweza pata matokeo kwa njia rahisi isivyoweza kutegemewa. Bana, lakini amekuwa na kiwango bora sana kwa siku za hivi karibuni TRA. Lakini pia amekuwa na kiwango bora mbele ya timu hizi kubwa hasa zinazotokea Dar es Salaam. Nikana kwamba wanaziweza hivi. Ndivyo ambavyo hata msemaji wao anajinasibu namna hiyo. Unafikiri Simba ijapokuwa umewapa nafasi ya kupata matokeo, nini hasa mwalimu afanye kuhakikisha kwamba anaweza kuimaliza mechi hii ya Tabora kwa maana ya zamani, lakini kwa sasa TRA mapema kweli kweli? Ugumu ambao wanakwenda kukutana nao TRA ni aina ya pitch ambao wanakwenda kukutana nayo. Ukiangalia matokeo mazuri mengi ambao wameyapata katika top list ni matokeo ambao waliyapata katika changamoto za pitch. Sasa ukiangalia pitch ambayo wanakwenda kukutana nayo sio pitch ile ambayo iko Arusha. Ukiangalia pitch ambayo wanakwenda kucheza ni pitch ambayo itakuwa eneo zuri katika eneo la kuchezwa. Kwa hiyo unaona unaipa zaidi nafasi Simba kwa sababu kwanza wanapata faida, wapo nyumbani. Na wapo nyumbani mkoa gani? Wako mkoa wa Dar es Salaam. Wanakwenda kupata backup kubwa ya fans. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa pia wapo katika pitch ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mazingira kama hayo yanakwenda kuibeba zaidi Simba kuliko TRA. TRA ange to prove right kama
kama angeweza kupata matokeo dhidi ya Azam, dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba kwenye uwanja ambao unakuwa hauna changamoto nyingi, lakini matokeo yao mengi wameyapata katika uwanja ambao unaona kabisa kwamba katika eneo la kucheza una changamoto nyingi. Kwa hiyo ndio maana kwamba nikija kuangalia uwanja wa KMC nikiulinganisha na uwanja wa Arusha, naona kabisa kwamba KMC boli inatembea, na pia nikiangalia aina ya wachezaji ambao kwa sasa wameingia kwenye mfumo wa Steve Barker, naona kabisa kwamba TRA wasipokuja kwa nidhamu, wasipokuja kwa kuweza kuiheshimu Simba, inawezekana wakapata madhara makubwa, lakini wakija kwa kuiheshimu Simba na ile focus yao ya kupambana ilivyokuwa hali ya juu, basi inawezekana wakawapa mchezo mgumu zaidi Simba Sports Club. Lakini wakija kusema kwamba tunawaweza, tulishawahi kuwafanyia magumu walipokuwa kwetu, lakini ukuweza kupata alama 3 mbele yao. Kwa hiyo bado wewe unakuwa timu namba 2, kwa sababu Simba amepata alama 1 kwako, lakini pia alipata alama 3 kwako vile vile. Kwa hiyo uwezo wa mheshimu Simba na kuweza kuona kabisa kwamba TRA asipomheshimu inawezekana ikawa ni madhara makubwa anaenda kuyapata. Naam, ya kwako Dominic Salamba Chifu Nzobani kama Zumfela, tathmini yako fupi katika mchezo huu wa robo finali wekundu na Msimbazi Simba dhidi ya watoza ushuru wa Tanzania kwa maana ya TRA. Nani ana nafasi kubwa ya kupata matokeo na nani anapewa nafasi ndogo ya kuondoshwa kwenye haya mashindano? Nafikiri ukiangalia kwenye siku za karibuni Simba wameimprove kwa sehemu kubwa sana na siku zinazozidi kwenda kiwango chao kinaimarika. Lakini silaha kubwa ni ubora na kiwango kikubwa ambacho Chama anakionyesha. Yaani leo hii unapozungumzia Simba versus TRA, kabla hujafikiria TRA na Simba, kwanza mfikirie kwanza Chama. Yaani unaangalia kwanza Chama peke yake, unaanza kumjadili, unamtengenezea mkakati, then ndio uje kuifikiria mechi. Kwa hiyo TRA wana kazi mbili. Wana kazi ya kutengeneza mpango mkakati wa kuweza kumdhibiti Chama, alafu wana kazi ya kuweza kuidhibiti Simba, alafu wana kazi ya kuweza kudhibiti mbinu za mwalimu Steve Barker. Unagundua kwamba ni mechi kwao ni ngumu sana, kwa sababu Chama amekuwa akifanya vitu ambavyo vinakuwa viko out of the training ground. Ndio ambayo anafanya sio vitu vya katika uwanja wa mazoezi. Anaweza akaorganize tukio katika mazingira ambayo ulikuwa uwezi kutarajia. Anaweza akafanya kitu ambacho wakati mwingine uwezi kukiwaza. Kwa hiyo uwepo wake tu kiwanjani tayari Simba ina advantage. Simba wanakuwa wanaingia wakiwa tayari wana uhakika wa goli 1 au goli 2 kwa sababu tu Chama yupo. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ukiangalia ametoka kuongea Steve, aina ya kiwanja ambacho anakwenda kuchezea tayari kinakwenda kuwashua Simba kuwa na 70% ya kupata matokeo, kwa sababu ni kiwanja ambacho kinaruhusu kucheza. Lakini sifa moja kubwa ya Simba ambayo amekuwa nayo siku za karibuni, ile aggressiveness lakini na intensity ambayo anakuwa anaicheza imekuwa ni hali ya juu, bila kusahau usahihi na uwiano wa namba katika kila maeneo. Unamzungumzia Libase Gwe, amekuwa na mikimbio mingi mizuri. Unamzungumzia Anseti Aura, amekuwa na uwezo bora kabisa. Ukimzungumzia Neo Maema, amekuwa yuko vizuri. Ukiangalia kwenye walizo pembeni, Duchu amekuwa yuko vizuri. Kumwangalia Nixon Kibabage, anafanya kazi nzuri sana. Partnership katikati walinzi wao, ukimwangalia pale kwa maana ya Ismail na Tule pamoja na wale kijana ambao wanacheza nao pale. Kwa hiyo timu yao yote wanasema watu mjini imewaka. Timu imewaka, timu ina rhythm, timu inacheza vizuri. Kwa hiyo katika ubora walionao, na ukiangalia level ya TRA walionao, si rahisi TRA wakawa na usahihi wa maeneo yote kwa dakika 90. Kwa katika maeneo ambayo watahitaji kuweza kuchange gear kutoka kwenye low kwenda kwenye high, ndio maeneo ambayo watakwenda kuadhibiwa. Maeneo ambayo watawaruhusu Simba waweze kuja katika open play na wao wako out of the shape, ndio wakati ambao watakwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba anakuwa anaingia akiwa ana faida kubwa ya kupata matokeo, na unaweza kuona kwamba 80% ni mechi ambayo Simba atakwenda kushinda, kwa sababu TRA tunayozungumzia bado hatuioni ikiwa ina dominate. Kubwa ambacho tunaweza kukiona, wamekuwa wako na matumizi makubwa ya nguvu, lakini uoni wakiwa na mipango thabiti ya kimbinu ya kuweza kuzikabili timu kubwa zaidi ya jihadi. Sasa jihadi inakuwa inasaidia ikiwa kuna mazingira yasiyo rafiki ya kiwanja, kuna vitu vikawa viwezi kufanyika na walimu wa timu kubwa wakashindwa kuwa na mbinu. Lakini katika mechi ambayo, katika uwanja ambao unaruhusu mpira kucheza, jihadi haina maana zaidi ya uwezo wa kimbinu na kitimu ili uweze kupata matokeo. Kwa hiyo Simba wanabakia kuwa ni favorites, na kwa upande wangu definitely Simba ataingia katika hatua ya nusu finali.
Bana, kwa upande wa Dominic Salamba, Simba atafanikiwa kutinga tu ya nusu finali. Labda nimalize na wewe pia Dominic Salamba, namna ambavyo mchezo huu ulivyo. Mwalimu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao umempatia nafasi kubwa ya kuingia nusu finali, inatakiwa ingieje mwalimu Steve Barker ili kumaliza mchezo huu mapema kweli kweli? Nafikiri kwa upande wa Simba silaha yao mimi nishazungumza muda mrefu sana. Yes. Silaha kubwa ya Simba wanagundua kwamba defense yao ukiitikisa inatikisika. No. Yaani defense yao ukipiga pressure inapata pressure. Kwa hiyo kufanya wao wanakushambulia kabla hujaanza kuwashambulia washafika. Ule mstari wake wa mbele ule Anset ya ule Libase Gue na Mpanzu nyuma wakiwa wana free roller Chama ndio mstari hatari zaidi kwa upande wa Mwalimu Steve Barker. Ndio defense nzuri ya Barker ni hiyo. Yaani ukizungumzia safi ya ulinzi ya Barker ni Gue, Anset ya Aula, Mpanzu pamoja na Chama. Hao ndio walinzi bora wa Simba. Uwezi kunielewa. Yaani hao ndio walinzi bora wa Simba. Kwa hiyo wakiwa katika ubora wao katika pesi ambayo wako nayo, maana yake sio rahisi wewe ukaona guts za kuweza kuuvuka huo mstari na kwenda kushambulia. Lakini pia kwenye siku za karibuni sehemu ya katikati kiwango ambacho anakionyesha Yusuf Kagoma kwenye eneo la kiungo akishikana na Neo Maema pamoja na wakati mwingine na Kante ni kiwango ambacho kinawafanya waweze kudhibiti kwenye sehemu ya katikati na kupunguza kidogo magepo ambayo yangeweza kuonekana kwenye sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo ili uweze kucheza na Simba kwa usahihi, maana yake ukubali kupishana nao. Na ili kubali kupashana nao lazima uhakikishe kwamba una walinzi ambao wanaweza wakaenda 1 against 1 nao nilokutajia. Yaani una walinzi watatu ambao wanaweza kaenda battle to battle na Aura na Gueye pamoja na Mpanzu. Sawa. Bana, mimi nikushukuru sana Dominic Salamba, lakini pia nikushukuru Steven Mapunda. Tumezungumza takriban dakika 40 hapa, zinatosha kweli kweli hizi. Mimi niseme tu kwamba tukutane tena muda na wakati mwingine. Endelea kuwa nasi, endelea pia kutufuatilia.